Sheikh Walidi ni kiongozi ambaye aliweza kuunganisha makundi yote, kwa maana Waislamu, wasio Waislamu, wote walijikuta wanakaa katika mwamvuli mmoja. Ni shekhe pekee miongoni mwa mashehe aliyekuwa anapendwa na makundi yote bila ya kubagua. Alikuwa vijana yuko nao, wazee yuko nao, wenye dini wako nao, wasio na dini yuko nao, wana muziki, yani makundi yote. Ni shekhe ambaye aliweza kukaa kwenye nafsi za watu, aliweza kuishi kwenye mioyo ya watu. Hicho ni moja ya sababu ambayo ilimfanya awe shekhe wa kipekee sana. Na ni shekhe ambaye amefanya kazi kwa mafanikio makubwa katika kipindi kifupi miongoni mwa mashekhe waliowahi kukaa katika mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu ndio shekhe pekee wakati wote huu hana skendo ya moja kwa moja kutoka kwa waumini kumuona hafai. Kuna vitu viwili, kuna mtu binafsi au mamlaka zinazokusimamia, lakini kuna ile jamii inayokuzunguka, community. Ndio shekhe pekee wa mkoa wa Dar es Salaam aliyeishi kwenye madaraka na community ilimkubali kama shekhe wa mkoa. Kuna mambo ambayo yanajitokeza na kuna mipango mikakati, al-a'malu istratejia. Kuna masala ya kimikakati kabisa ambayo imeandaliwa haya masala kwa ajili liisqati shuyukhi, kwa kuwaporomosha na kuwadondosha kabisa mashekhe. Subhanallah. Huu ni mpango mkakati shekhe umeandaliwa maalum kabisa kwa ajili ya kuwadondosha mashekhe. Na tusipokuwa makini inawezekana watu wakawa na lawama nyingi sana kwa mashekhe bila kutazama kama kuna mipango fulani fulani inayotengenezwa. Mathalan, mimi binafsi kuna simu ambayo nilipokea takriban kama miezi miwili hivi iliyopita. Nilipokea simu kutoka kwa mwanamke ambaye aliwahi kuwa mke wangu. Na toka nimemwacha mpaka sasa ni miaka 6. Subhanallah. Akanipigia simu ananiambia, shekhe, unajua kwamba uliponiacha mimi nilikuwa mjamzito wa miezi miwili, yani na ujauzito wa miezi miwili? Mwaka wa 6 huu ulikuwa na ujauzito wa miezi miwili? Sema naam. Na nilijifungua mtoto wa kike. Na sasa hivi ana takriban miaka 5. Unaona hatari hiyo? Kwa hiyo sasa nataka nikuletee mtoto wako muone. Alafu pili, lazima ujue, maana tayari mimi nishafanya jitihada kubwa sana, lakini hapa palipobakia na wewe sasa uendelee katika kumtunza huyu mtoto. Nasema subhanallah, hii mbona balaa tena hili? Haya yamekuaje tena? Miaka 6 ndio nakuja kufahamishwa haya mambo leo. Sasa mimi nikawa sina wasiwasi kwa sababu najua haya mambo ni mambo ya uongo tu. Nikamwambia sawa, huyo mtoto wewe unaposema kwamba ni wa kwangu mimi na ana miaka 5 na wewe uliondoka kwangu ukiwa na ujauzito wa miezi miwili, taarifa hizo zinakuja leo, hii inakuaje habari hizi? Naomba tuende vizuri hapa ndugu zangu, ili muone kabisa kama kuna mipango mkakati unaotengenezwa kwa lengo la kuwachafua na kuwaharibia mashekhe. Subhanallah. Wallahi ni hatari sana. Usipotafakari vizuri unaweza ukakurupuka, unamlaumu mtu, unamtukana mtu, unamkejeli mtu, unamshusha mtu, kumbe bila kujua kabisa kwamba kuna mipango imetengenezwa rasmi kabisa kwa hali hiyo, kwa ajili ya matendo kama haya. Basi mimi nikamwambia yule binti, bana, mimi ninavyojua tulishaachana, na ninavyojua wakati naachana na wewe haukuwa mjamzito. Kwa hiyo hayo mengine, kama una mtoto basi sio kwangu mimi, atakuwa ni wa hao watu wengine ambao walikuwa nao na kufanya nao maisha katika wakati wa sasa. Yule akanambia, bana, hiki kitu ninakwambia niko serious. Na kumshauri ama na kumwambia mimi kwa sisi Waislamu, lakini sisi Waislamu kwamba kila kitu kinachotokea kwa aliyosoma wanasemaga alhamdulillah. Sijui umeelewa? Kwa aliyosoma unasema nini? Alhamdulillah. Kwa sababu hata hiyo kazi unaweza ungedondoka hapo kazini, unaweza ungefanya hapo kazini, kwa sababu mwanzo wa kuambiwa jambo usende ndio mwanzo wa kusoma nyuma ulitoka hatua ngapi. Sijui umeelewa? Kiislamu kama kweli dini imejaa katika nausi yako, kwamba jambo ukaambiwa chakula hiki usile kuanzia leo, una nini, una sukari, tunasemaga sisi alhamdulillah. Sijui umeelewa? Kwa hiyo kila hatua shukuru. Uwezi kujua kwamba umebadilishwa au umesimamishwa pale, kumbe unaweza kusema uadui
kumbe umitengenezewa jambo jema kuliko wewe kufanya nini, kujua. Sijui umeelewa. Na hiki mimi ninachomsema kwa Sheikh, kuna kitu chema kinakuja kuliko yeye kufahamu. Alhamdulillah, Aseme alhamdulillah. alhamdulillah. Na yeye ndio huo tu, Kuna kitu kinakuja chema. Siku zote unapopitia kwenye madhaifu na Mwenyezi Mungu anakuja anakutakasisha madhaifu yako. kwenye jambo hili, Kwa sababu limempiga moyo na limepiga moyo watu wengi duniani, paka nje ya nchi, lakini tuwe inna Allahu masabilina. Kuna jambo zuri kwa sheri na mjia bila yeye kutegemea. Alhamdulillah.